Asante ndugu zangu wanahabari, nipende kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio ambalo limetokea katika mkoa wetu. Mimi naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Polisi Apusi Musenga, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linawatafuta watu waliohusika na tukio la kumshambulia na kumsababishia majeraha ambao baadaye alipelekea kifo cha Bwana Nicetas Dimoso mwenye umri wa miaka 43. Alikuwa ni mwalimu wa shule ya sekondari Galula na mkazi wa kijiji cha Galula, wilaya na mkoa wa Songwe. Tukio hili awali lilitokea Julai 26 majira ya saa 6 mchana katika eneo la shule hiyo ya sekondari Galula, ambapo Nicetas, mwalimu niliyemtaja hapo, Dimoso, alijeruhiwa kwa kupigwa kichwani na sehemu zingine za mwili na fimbo na watu wanaodaiwa kufika katika shule hiyo kwa lengo la kuchukua mifugo kwa nguvu, baada ya mifugo hiyo kuzuiwa na walinzi wa shule hiyo pamoja na scout, kutokana na mifugo hiyo kuingia katika eneo la shule kipindi cha kiangazi. Na mfahamu kwamba katika shule zetu hizi tumekuwa tukitunza mazingira, kwa hiyo kuna ukijani. Baada ya tukio hilo, Nicetas Dimoso baada ya kushambuliwa alipelekwa na kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mbeya, ambapo akiendelea na matibabu katika hospitali hiyo, ilipofika tarehe 28 yani jana 2026 majira ya saa 4 asubuhi, akiwa bado anaendelea kupatiwa matibabu, basi aliweza kufariki dunia. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo sambamba na msako mkali wa kuwabaini na kuwakamata watuhumiwa wote waliohusika na tukio hilo ili waweze kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuacha kabisa tabia za kujichukulia sheria mkononi na badala yake kufuata taratibu za kisheria katika kutatua migogoro. Pia litaendelea kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayebainika kujiza na vitendo vya uvunjifu wa amani na uvunjifu wa sheria katika mkoa wetu wa Songwe, ikiwa ni pamoja na migogoro hii ya wakulima na wafugaji. Waache kuchukua sheria mkononi. Kujichukulia sheria mkononi ni sawa na makosa mengine yoyote. Taratibu za kisheria zipo, wananchi tuwaombe muweze kuzifuata na kuacha kufanya vitendo kama hivi ambavyo vinaweza kupoteza maisha ya wenzetu, kama ambavyo mwalimu wetu ameweza kupoteza maisha. Tutakuwa wakali sana na tutahakikisha kwamba watu wote waliohusika wanachukuliwa hatua na wanapatikana na sheria inafuata mkondo wake.